Okay, na mtazamaji ni ndani ya Tanganyika TV in Tanzania. Niite Lengelela Msambia Charles. Nipo ndani ya jiji la Jean ambako kunapatikana nyumba kubwa inakwenda kwa jina la Lubunga. Hapa ni sehemu ambako kunakutana baadhi ya wazee wa makabila mbalimbali ambako kuna itifaki fulani ambayo inayofanyika hapa. Lakini kabla yote na mengine kuendelea, nitakuomba uungane pamoja na mimi ili ujue ni kipi ambacho wanakiweza kukifanya hapa, na harakati zipi ambazo zinakwenda kufanyika hapa, na ni nini ambacho wanakwenda kukifanya, wana lengo gani na walianza lini, na kitu ambacho wamekwenda kukianzisha hapa kinakwenda kwa jina gani. Niite Charles Msambia Lengelela, tuungane pamoja. Asante. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Okay, by the way, tayari tumewasili na hii ndo nyumba ambayo inakwenda kwa jina la Lubunga, ambayo imejengwa kwa uhalisi wake kabisa. Kwa jinsi unavyoona ni sehemu nzuri sana. Kwa kilugha tunasema ni nyumba ya msonge. Na kama unavyoona mtazamaji, ndani tayari wazee wako na kila kitu kinafanyika hapa. Kwa hiyo nakuomba tuungane pamoja mtazamaji wa Tanganyika TV uweze kuangalia ni kipi ambacho kinachoendelea hapa. Okay mtazamaji, hapa ndo pa Achuba tayari, kama unavyoona hawa ndo wana member wa Achuba. Kuna baadhi ya wengine ambao wamezuiliwa kutokana na matatizo wa kaza. Hapa nipo na Swedi Abisengwa ambaye ni msemaji wa Achuba. Okay, swali la kwanza ambalo nilikuwa nataka kwanza niwaulizieni, kwa sababu ya mila inaambatanisha mambo mengi sana. Na kama jinsi mlivyosema, hii ni nyumba ambayo inakumbusha mila zetu na tamaduni. Kwa kuona wengi wamekwisha anza kuzisahau. Kutokana na baadhi ya taratibu moja za mila, kuna baadhi ya watu wengine ambao wanakwenda kuzichukulia vibaya sana, na wengine wanakwenda kuzitumia makosa. Kwanza tungetaka kwanza tujue Wabembe walikuwa wakioana vipi, kwa kifupi tu, kipindi cha mababu zetu? Ndio, Wabembe walikuwa na aina za kuoana katika asili yetu. Ni kama hivi, ni kama 8 hivi. Aina za kuoana zilikuwa 8, kama 8. Yeah. Maana kuna mtoto anaweza kabebeshwa mimba, kuna mtoto kurendezwa, kuna mtoto kupelekwa Itali. Yeah, okay. Vipi, wengi walitaka kujua, kwa sababu hapa kuna mambo ambayo hajaeleweka vizuri sana. Ni kiwango kipi cha mahali ambacho kilikuwa cha mwisho kabisa mtoto wa kike kuchukuliwa, kuwekewa tuseme? Kiwango cha mahali kwa Wabembe akikuwa na ukamilifu, ilifuatana na jinsi uwezo wa yule mtu na wale ambao wanaoowesha mtoto wao. Hapo zamani walikuwa hawaoani kwa mali za pesa kama ilivyo kwa leo. Hapo walikuwa wakitoa mbuzi, wakitoa biika. Kulikuwa vinavyoitwa biika, ni chumvi ambayo ilikuwa imefungwa. Na kuna vyombo tofauti tofauti kama vile aelo. Aelo ilikuwa ni kwa nafasi ya mpanga. Hivyo vyote vilikuwa ni vitu ambavyo vilitolewa kwa mahali. Lakini ukadirifu wa kusema kwamba walikuwa wanaoa kwa kiwango hichi, kile kilifuatana na jamaa moja au nyingine. Okay, mzee wangu Swedi, ukiangalia vizuri sasa hivi mambo yanazidi kwenda na badilika. Na kama ulivyosema kuwa kiwango akilikuwa ni kutokana na mtu ambaye anayekwenda kuoa. Yeah. Tuseme kuwa kutokuwa na mwami wa Wabembe ndo kulisababisha watu kutowekewa kikomo cha fueza au kikomo cha yote mambo haya ambayo nilikwenda kuyataja hapa. Hiyo tunajua mambo ya mila na desturi ni mambo ambao watu wanayariti kutoka kwa rika baada ya nyingine. Jinsi watu wanavyoendelea tu na yale mazoezi yao ndio wanayofuatilia tu. Sio kwamba hawakuwa na mwami ndio maana hawakuwa na kiwango, sio vile. Asante sana. Naam, sasa hivi kuna baadhi ya vijana wengi wanaanza kuhofia kuoa watoto wa Kibembe kutokana na mali kupanda bila mipaka. Na awali ilikuwa ikifahamika, ilikuwa ni mwiko sana mtoto wa Kibembe kuoa mtu wa nchi nyingine. Lakini sasa hivi linaanza kupitishwa kutokana na mahali
kuwa nyingi, sasa hivi njoka inazidi kupanda, na hicho ni baadhi ya wengi wanakikimbia kutokana na hela zao kutokizi. Nyinyi kama Achuba ambako mnasema kuwa nyinyi ndio mnashikilia mila zaidi na kuweza kukumbushana, ni jukumu lipi ambalo mnakwenda kulichukua? Sisi kama vile Achuba, na ndio maana tumeona tuanze hii Achuba, kwa sababu tumeona watu wameenda sana na kupelekwa na hali ya ulimwengu jinsi unavyokuwa kwa sasa. Kwa hiyo tukaona tuunde hiyo association ambayo ni Achuba kwa ajili tupime namna ya kurudilia yale maadili yetu ya zamani, kwa sababu ni kweli tunaona watu wanaendana na wakati. Ndio. Watu wanaendana na wakati, hatujui, kwa sababu ni watu wameisha ingiliwa na mila nyingine tofauti tofauti, na ndio maana unakwenda kuona hata watu hawafikii tena kuheshimu jinsi tulivyokuwa tukioana. Na hiyo ya kusema kwamba watu wanaanza kukimbia kwenda kwa kabila zingine, kuoea kwa kabila zingine wale vijana, kweli hiyo tunaiona inatuingilia, na kitu kimoja ambacho kinafanya hicho kiwe vile ni kwa sababu tumechangamana na watu wengi. Tumechangamana na watu wengi, na sasa mtu akishajua kama kwa kabila hilo kunakuwa bei ndogo kwa ajili ya kuoa, na yeye anakuwa na kipato kidogo, anakimbilia ni huko. Lakini kwa sababu ya hayo yote, ndio maana sisi tumeunda hii Achuba ili watu waelewe jinsi sisi tunafanya, sio kwamba wao wanaenda kufuatana na wakati, hapana. Okay. Achuba tayari imekwisha undwa, sasa hivi ina miaka mingapi toka muanzisha? Mpaka vino miaka 8. Ni miaka 8 tangu tuanze hii Achuba. Okay, kipindi mnaianzisha Achuba, ugumu ulitokea wapi? Kipindi bado mnakusanyana watu hapa wa vibonde tofauti tofauti. Ugumu ulikuwa wapi zaidi? Ngoja mbele yao. Ugumu kukusanyana au nini? Ugumu kipindi kile mnakusanyana, ugumu ulikuwa wapi? Labda huko mshimu tu vitu vya lubuli mambo kama hayo ya. Basi. Ugumu ulitokana kwa sababu unajua wakati huo watu wengi ukishasema mambo ya mila na desturi wanaona kama unarudilia kama vile mambo ya shetani. Kwa sababu watu wote wanakuwa na ile hali ya kujua kwamba mambo ya asili ni mambo ya kishetani. Kwa hiyo, na unajua katika jamii yetu watu wengi wamekuwa wenye watu wa madini ambao tumeyapokea. Sasa sisi wakati tunaposema tupime kurudilia mambo yetu ya asili, wanaona kwamba hao watu wameenda kombo na mambo ya Mungu. Kwa hiyo tunapata changamoto nyingi sana. Hapo wengine wanawaza labda hao wanajifunza mambo ya kiasili kama vile ulozi, kama vile nini, na zaidi sana tukijenga nyumba kama hii kukutanana humu kila siku, watu wengine wanaona hapana, hao watu ni nini? Kwa hiyo tunakuwa na magumu, kwa sababu si wote ambao wanaitwa Wabembe wa Bondo ambao wanakubali tena mambo kama haya. Sasa hapa tunakuwa na changamoto kubwa. Naam, asante sana. Kama unavyoona mpenzi mtazamaji, ni nyumba hii ambayo ina milango miwili. Waga ipo wazi kuanzia yani masaa 24. Ukija na shida lako unaweza kufika kwa wazee hao hapa wakakupatia itifaki na baadhi ya sheria za mila ambazo zilikuwa zimewekwa na wazee wetu ambazo wanakwenda kuziendeleza. Okay, kama ulivyosema Papa Swedi, wengi labda wanaweza wakachukulia wanafanya vitu vya kiushirikina na vingine. Sasa nikiangalia vizuri wengi wenu hapa ni wachungaji, wengine mapasta. Vipi jamii iliwachukuliaje, au tuseme kanisa iliwachukuliaje kwa kuanza kuanzisha kitu kama hichi? Kama nilivyokwisha kusema ni kwamba kanisa kama kanisa wao tu kusikia yale mambo ya asili ndio mnayoyaingilia. Wanaanza kuwaona
au watu labda wanataka kuanguka katika mtego wa dhambi. Lakini sasa pamoja na maelezo tunaowapa, kuko wamoja wanaelewa na wameishaona kwamba ni kitu cha muhimu. Asante sana. Achuba sio kukurupuka tu, mna sheria zake, mna kila kitu chake ambacho ukiingia hapa kuna taratibu zake ambazo kuna mtu akija mgeni, kuna utaratibu wa kukaribishwa na kuna slogan ambao wanaitumia vile maneno kama vile ya kutaka kuonyesha kama tuko pamoja. Hebu watu ambao wanakutazama kwa sasa hivi wangetaka kujua mle ndani kipindi mtu anataka anza kuongea, ni neno lipi ambazo anaanza kulitanguliza mbele ya kusema? Sawa, neno ambalo mtu anaombwa kulitanguliza unasema abecha, na wengine wote ambao wamo ndani wanasema anjibwe. Ndio. Na la pili unasema achuba, wengine wanaitika ambembe mbondo. Haya, asante. Na kurudisha nyuma kidogo. Na wakati haujaingia bado ngale kwenye mlango, utasema na mtanya. Hayo nilioyatangulia kusema ni wakati umekuwa mle ndani na unataka kuongea jambo moja. Ndio unasema yale ambayo nimetanguliza pale. Unasema abecha. Ndio unasema abecha, anjibwe, achuba, ambembe mbondo. Lakini kabla ungali kumlango haujaingia ndani, unaanza na mtanya. Mtanya labda kwa wale ambao sio waelewa zaidi inamaanisha nini? Ni kama salamu tu na wasalimu. Sawa. Okay, asante sana. Papa Swedi, bado tupo tu pale kwenye ndoa. Awali mtoto wa kiume ikiwa anataka kuoa alikuwa akitafutiwa mke na baba yake mzazi, au familia inachangia kwa kumtafutia mke. Tofauti na sasa ambako sasa hivi mtu mwenyewe ndo anakwenda, kijana mwenyewe ndo anakwenda kujitafutia mke wake. Ukilinganisha zile ndoa mbili za awali, ile awali ndo ambayo ilikuwa ikidumu zaidi, tofauti na sisi na hizi ambazo mtu anajitafutia mke wake mwenyewe kujichagulia. Unafikiri udhaifu wa mila hiyo ulitokana na nini mpaka mtu afikie kujitafutia jiko lake mwenyewe, tofauti na vile? Hiyo inatokana na mwingiliano wa mamila ambazo watu wameanza sasa kuishi nafasi tofauti tofauti. Lakini katika asili ya Mbembe, kijana hakuruhusiwa yeye kwenda kujitafutia mke. Ni wazazi au baba ndio walimtafutia mke wa kuoa. Kwa sababu katika kutafutiwa huko kulikuwa vigezo vingi ambavyo vilisababisha wale wazazi wamtafutie mtoto wao mke. Kwa sababu cha kwanza walikuwa wakiepukana na hali ambazo zinaweza kujitokeza. Ndio. Kama hali zipi? Labda wanaweza kwenda kuoea jamaa ambalo lina magonjwa ambayo ni magonjwa ya kurithi. Hicho walikuwa wanakimbia hicho. Kuna jambo jingine, walikuwa wakiona maadili ya pale ambapo wataenda kuoea. Pia walikuwa wanaona ushirikiano ambao uliopo kati ya jamaa mbili ambazo zinaoeana. Kwa yale yote yaliwafanya wale wazazi ndio watafute yule mchumba. Na kwa kweli tukiangalia, tukilinganisha zile ndoa ambazo zilikuwa za namna ile ya zamani na hizi za leo, utaona utofauti ni mkubwa sana. Kwa sababu zile ndoa za wakati ule hazikukua kama hizi ambazo zinaunganishwa leo na kesho unaona inabomoka. Kwa hiyo ule mfumo wa zamani ndio ulikuwa mfumo mzuri, kwa sababu ndizo ndoa ambazo zilidumu sana. Asante. Zilileta mafanikio katika jamaa. Unafikiri vijana wanakwama wapi, au ni kipi ambacho wanachokiofia mtu akitafutiwa mke na wazazi? Kwa sasa hivi unafikiri vijana wanahofia kitu gani zaidi? Wenyewe
mimi ninachoona wanachokihofia wala sio kuhofia, ni kupenda kujipeleka tu, yeye ajitafutie yeye mwenyewe, kwa sababu wanaona labda mzazi hata mtafutia yule ambaye anakizi anampendeza yeye. Kwa hiyo ni lazima yeye awe na ule uhuru wa kujitafutia yeye mwenyewe. Sawa, ukiangalia vizuri kwa kweli kama ulivyosema, zikifanya miaka 5 inakuwa kama vile inafunga muongo mzima hizo ndoa za kisasa. Na Achuba yuko hapa kwa sababu ya matatizo kama hayo. Kwa pointi hiyo, Achuba, ni nini ambacho mmeweza kukisema mbele ya watu kutokana na ndoa kama hizo kutudumu, mambo kama hayo kujitokeza? Sisi kama vile Achuba, ndio maana tumekuwa Achuba, ni kwa sababu tupime namna gani tunaweza kufikisha mawazo kwa watu ili warudilie yale mawazo yetu ya zamani. Na kwa hiyo tunachukua hatua za kuhamasisha watu kwa njia ya tunaandika hata vitabu ambavyo tunavitawanyisha, na tunaonyesha namna gani Wabembe walikuwa wakifanya ndoa zao. Kwa njia hiyo wale ambao watasoma ndani ya vile vitabu wataona hayo ndio tulikuwa tunayafanya, na labda wanaweza kurudilia. Na pia tunachukua namna hatua nyingine za kupenda kutoa hata mafundisho. Ikiwa wakati utaturuhusu, tutakuwa hata na mafundisho kwa makundi ya watu, na wanatusikiliza, na labda yanaweza kuleta hata mabadiliko. Tofauti na kusambaza vitabu kwa jamii kuweza kusoma, ni njia ipi nyingine ambayo mnaoifanya ili taarifa zio zinawafikia kwa muda mwafaka? Tulikuwa na njia nyingine ambazo tulitarajia kuanza kuzifanya, ni kurusha matangazo kwenye maredio. Vile redio Umoja tulikuwa tayari tumesha jingiza pale, lakini hiyo haikufaulu kwa sababu redio ilifungiwa. Na ile tulikuwa tumeona kwamba ni njia ambayo itarahisisha watu wengi kusikia kwa wakati mmoja. Lakini kwa sasa tumekuwa kama hatuna njia kabisa ambayo inaweza kusambaza kwa haraka na watu wengi wanasikia. Okay, labda hapa kuna nimeshaona tayari kidole, njia nyingine. Sawa, kuna njia nyingine, kwa sababu labda mtu hata kusanya kambi yote kwa siku moja ili wapate ujumbe. Lakini tunatumia fursa zingine, ikiwa kuna sherehe ya harusi sehemu, wale watu ambao wamekusanyika pale, mtu mmoja anasimama katika wanamemba wa Achuba, anawaeleza ingawa tunafanya hiki kinakwenda hivi, lakini hapo awali kilikuwa kinafanyika hivi. Na zaidi ikiwa watu wako kwenye sherehe hiyo, wala kwenye masuala ya kufanya ya kuoana, watu wakienda jinsi isivyo, kama vile mimi binafsi sikuwake na meza ulimi papo hapo, yani nawaambia tu hiki mnakifanya hivi, lakini mila yetu ya Kibembe inasema hivyo. Na kukiwa kuna watu 20, 50, yani ujumbe utakuwa umewafikia wale, wakiwaambia wengine inakwenda hivyo. Nadhani hiyo ndio njia moja ambayo tungali tunafanya kwa kutumia fursa wala tukio lile kama vile ni la ndoa, tunalisemea pale kwenye masuala yale ya harusi, kwa sababu kuna kusanyika watu wengi na ujumbe unafika kiurahisi kwa watu wengi zaidi. Haya, asante sana. Hakika show inapendeza, mpenzi mtazamaji wa channel yetu. Baki kuwa nasi, na fikiri mengi utaweza kuyafahamu hapa, yale ambayo ulikuwa wewe au yafahamu wewe kijana wa sasa au kijana wa awali hivi. Maana kuna baadhi ya mambo mengine ulikuwa umekwisha yasahau, hapo utakwenda kuyapata. Okay, mzee wangu, kuna mila nyingine ambayo inapigwa vita sana ya vijana kwenda na shika kuku ovyo mitaani kipindi mtoto hakika anapojifungua. Na malalamiko ni mengi sana ambayo tumekwisha kuyapata. Achuba, vipi hizo taarifa hapa kwenu kwenye ofisi yenu bado haijawafikia? Taarifa hizo tayari tunazo, na Achuba kama vile Achuba tumeweza zifanyia kazi. Nawaza tulifikisha zile habari hata kwa watemi. Ndiyo. Na kuna baadhi ya watemi ambao wameisha yatangaza fasi nyingi. Jinsi tunavyoona, tunaona mafanikio yapo, kwa sababu hatuoni zaidi ya matukio kama yale kwa sasa. Nawaza kuko watu ambao wameisha taarifiwa juu ya kile,
na hawafanye zaidi sana jinsi walivyokuwa wakifanya hapo nyuma. Okay. Pale mtu ambapo atakapoanguka au atakayokwenda kinyume na tamaduni au mila zetu, ni kipi ambacho mtakachomchukulia nyie kama vile Achuba? Maana wengi wamekwisha support hapa, kama vile watu wengi wa hapa tunakoishi kambini, wengi wanawachukulia kuwa mnakwenda kuwanyoosha vizuri kwa wale ambao walikuwa wamekwisha yasahau. Na ikiwa amedondoka kwenye huo mtego, Achuba ni kauli ipi ambao wanayoitoa, au ni kitu kipi ambacho wanachokwenda kukifanya ili kwa kuogopa wasirudi tena kukifanya? Hapo wakati anaenda kufanya vitu vyenye kuwa kinyume ya hayo, anapaswa kulipa ile kuku. Na mtazamaji wa Tanganyika TV, bado tupo hapa Achuba, na kama mambo unavyokwenda kuyaona na wazee wetu wa Achuba hawa ambao wako hapa wanavyoshikilia vikombe, kila kitu naamini unakiona vizuri. Okay, bado tupo kwenye swali lile la mila ile ambayo inakwenda kama vile nataka kupindukia ya ushikaji wa kuku ovyo, wanashika kuku holela. Hapa nilitaka kwanza tujue wazee wa Achuba ni kitu kipi ambacho wanakwenda kukichukua, maana msemaji wetu aliweza kusema kwamba malalamiko hayo tayari wamekwisha kuyapata na wanazidi kuyafanyia kazi. Maana Tanganyika TV imewatembelea, naamini wengi watakwenda kusikiliza na wengi watakwenda kuona ni kipi kifanyike, ni kipi ambacho Achuba wamekwenda kutoa tamko kutokana na mtoto akishazaliwa ushikaji wa kuku unakuwa kama vile sio kama taratibu za Wabembe. Na hapa msemaji ataweza kufafanua vizuri ule ushikaji wa kuku kiolela. Nyinyi kama Achuba ni kipi ambacho mnakizungumzia, au ni hatua zipi ambazo mnakwenda kuzifanya kutokana na kitu kama hicho kuonekana kama vile kimepindukia au kimepita kiasi? Nashukuru kile cha habari ya watu kushika makuku kiolela, sisi tumekifanyia kazi kwa sababu tumeona ni kitu ambacho kinaendana kombo na mila na desturi zetu za Wabembe. Kwa hiyo tumeona ya kwamba kitu hicho tuwakilishe hayo mawazo kwa watemi na watu wengine ambao wanaweza kuwakilisha mawazo yale kwa jamii, ili watu wasiendelee na kushikashika kuku, kwa sababu katika mila na desturi za Wabembe ilikuwa mtu akileta ile habari ya kuzaliwa kwa mtoto, ndio yule mtu alipasha tu habari kwa wale wajomba mtu. Watu walikuwa wakijuaje ikiwa kumezaliwa mtoto wa kike au wa kiume? Hapo kulikuwa ishara zilizofanyika. Kama zipi? Ikiwa ni mtoto wa kiume, walileta mpanga, walileta mkuki. Watu wanapoona tu yule ambaye ameleta habari ameleta mpanga au mkuki, hapo moja kwa moja walikuwa na habari ya kwamba mtoto mwanaume ndio amezaliwa. Ndio. Na ikiwa ni mtoto wa kike, walileta jembe au kitunga. Wanapoleta kitunga au jembe, hata hawajasema nini, watajua kwamba mtoto aliyezaliwa ni mtoto wa kike. Sawa kabisa. Na baada ya hapo kipi kilikuwa kikiendelea? Je, walikuwa wakienda wanashika kuku ovyo au utaratibu ulikuwaje hapo? Walipofika tu wamekuja na hizo ishara, wameona kwamba huyu ameleta habari ya kuzaliwa kwa mtoto. Yeye yule aliyeleta habari ameketishwa. Na sasa wale wenyeji wale ndio wanaenda wanatafuta zile kuku wanawapa. Sio kwamba yeye aende anazishikashika kama hivyo wanavyofanya kwa leo. Nafikiri ni kwa nini ushikaji wa kuku unashamiri zaidi sana? Nini tatizo? Tatizo ni yale ya kusema kuporomoka kwa mila na desturi, kwa sababu hao ambao wanazishika hivyo ni watu ambao hawajui taratibu za mila na desturi za Wabembe. Ni watu wa rika hizi za karibu. Na kwa sababu mila azizingatiwi tena, hawajui, na hakuna mahali ambapo watu wanafundishwa hali za mila na desturi, na ndio maana watu wanaendelea hivyo. Lakini sisi tunalichukulia kwa makini na tunaona litapungua tu. Achuba ni mahali ambapo Wabembe wote wanapewa itifaki
za Kibembe au tuseme sheria au tuseme mila zilikuwa zinafanyikaje. Sasa kuhusu hilo, Achuba, ni nini ambacho mnakwenda kukiagiza kwa watu wa namna kama hiyo ili hicho kitu kisipige tena hatua, kikomeshwe, kimalizike? Nini mnakwenda kukiongea? Sisi tunawahamasisha watu Ndio wasiendelee na jambo hilo, lakini liwe kwa utaratibu wa mila na desturi. Sio kwamba tutakataza kwamba zile kuku watu wasipewe zile kuku, lakini wawe wanazingatia mila na desturi. Wanapofika wanafanya kama wataleta hizo ishara ambazo tumezitaja hapo nyuma, na wanangojea zile kuku wale wenyeji ndio watazishika, wanawapa na baadaye wanarudia. Na mtazamaji, kama unavyoona, wengine ndio bado wanafika kutokana na shughuli nyingi ambazo walikuwa wanazo, na hata hivi hawa ndo wana memba, lakini si wote, wengi wamepatwa na matatizo kazi wa kaza. Okay, hapa ndo Achuba kama vile nilivyokuambia, na hapa Achuba kuna taratibu zake kama nilivyosema. Kutokana na hilo watu walitaka kujua, maana vifo ni vingi sana ambavyo vilikuwa havitokei kipindi kile. Je, wengi wanauliza ni kutoshikilia mila na tamaduni za Wabembe ndio maana vifo vingi vinazidi kushamiri? Kwa hilo tunaweza kusema mila na desturi pia ilikuwa na mambo ambayo pia yalipunguza hata vifo. Ndiyo. Kwa sababu kuna vitu kadha wa kadha katika jamii ambavyo pia vinaweza vikasababisha vifo, na kwa sababu watu hawazingatii tena mila na desturi, hata vifo pia vinaongezeka. Na asante sana. Wanasema moto moyoni pia kinywani. Watu walitaka kujua vipi kahawa hii ambayo mnao kwenda kuitumia hapa, hela mnazitoa wapi za kununua kahawa, au kuna support yoyote ambayo mnayoipata? Asante bwana mpasha habari. Ni kwamba sisi hatuna support yoyote ambayo tunaipata, isipokuwa tunapo nunua kahawa kama hivi na hivi vyote ambavyo vinavyoonekana hapa ni michango yetu sisi wana Achuba ndio tunachanga, na hizo kahawa ambazo zinanunuliwa ni mtu tu mmoja kwa hiari yake analeta, tunakunywa ile kila siku. Ni hivi, ni michango kutoka sisi wenyewe hapa. Kwa hiyo chai hii ya watu wazima isipoonekana labda maneno yaweza yakasemwa vizuri. Basi hiyo ndio inakuwa kivutio, kwa sababu wakati tunapokuwa hiyo kahawa inapigwa hapa, mtu hata hajaenda kwa sababu kutasemwa nini, lakini anajua acha nifike ili nipate kopo la kahawa, na unawavuta watu wengi kuja. Safi, asante sana. Pia mtazamaji, hapa kuna chapishwa vitabu ambavyo vitakavyosababisha baadhi ya watu kujua ni kipi ambacho Wabembe wanatakiwa wakifanye, au ni taratibu zipi ambazo walikuwa wakifanya. Hapa kuna chapishwa baadhi ya vitabu vya hichi hapa ni cha ndoa katika asili, mila na utamaduni wa Wabembe Babondo. Hichi hapa kitabu, hebu katibu tuambie hichi kinatoka kwa shilingi ngapi? Hichi kitabu kinatoka kwa shilingi 17,000. 17,000. Shilingi za hapa Tanzania ndio bei yake kabisa halisi. Vinapatikana tu hapa Tanzania au? No, havipatikani hapa Tanzania. Tumefanya utaratibu wa kuvisambaza ulimwenguni, zaidi sana Marekani. Ndio tumechukua tawi lingine ambalo tumelipeleka ili kwamba wale watakaohitaji kupata vitabu vya mila na desturi za Wabembe wavipate kupitia wapi? Marekani. Kwa kuchapisha hivyo vitabu nafikiri hapo kuna pita gharama nyingi sana. Je, pia hapo kuna watu ambao wanaosaidia gharama au ni hela zenu tu kutoka mfukoni? No, hakuna watu wanaotusaidia gharama kama alivyosema msemaji hapo. Gharama ni sisi wenyewe ndio tunafanya changizo, tunachanga pesa zetu ambazo zinatoka mifukoni mwetu ili kukizi mahitaji ya kusema kwamba tunaweza tukatoa vitabu kwa kiasi gani.
Kwa hiyo kifupi niseme tu kwamba eti gharama ni zetu sisi wenyewe ndo tunazozifanya kutoa hivyo vitabu. Katibu wa Chuba, unaamini katika vitabu hivyo mila zitaweza kubadilika kidogo, watu watarudi kwenye mstari wao? Yes, naamini hivyo kwa asilimia za kutosha, kwamba kuna baadhi ya watu watarudi katika mila na tamaduni na asili zetu sisi Wabembe kama tulivyokuwa kama gisi walivyokuwa wakifanya wazee hapo zamani, kwa sababu mtu akiwa amenunua kitabu anasoma, nafikiri kwamba atakuwa anatambua na kujua kwamba kumbe ndivyo Wabembe walivyokuwa wakifanya hivyo. Najua kwamba naamini kwa asilimia za kutosha kwamba watu watageuka kufuatana na jinsi gani watakavyokuwa wananunua vile vitabu. 2012 ndio kulianzishwa Chuba. Mpaka sasa ni hatua zipi ambazo mmezipiga kutokana na ushawishi wenu wa vitabu pamoja na taarifa zingine ambazo mnazozitoa? Yes, ushawishi upo wa kutosha, kwa sababu kama tulivyoanza tumeanza wanamemba wachache, lakini kwa sasa hivi tuko zaidi ya 100 na hata wengine wanamemba wapo nje ya nchi ya Tanzania, na ushawishi upo kwa sababu tunaalika baadhi ya viongozi wa kambi kuhamasisha watu kama gisa alivyosema msemaji wetu kwamba tunaalika watemi, tunawaambia utaratibu wa mila na desturi. Wale watemi wanapofika katika misiba wanaambia watu utaratibu jinsi gani Wabembe walikuwa wakipata misiba, utaratibu ulikuwaje. Na wakati watemi wanavyosema yale maneno kutoka kwetu sisi kama tunavyowaambia, nafikiri kwamba kunakuwa na hamasa na uhamasishaji mkubwa sana wa watu wanaopokea kulingana na mila na desturi jinsi ilikuwa ikifanyika. Itakapofika 2025 nadhani mtakuwa mmekwisha teka dunia kwa watu kupata taarifa zenu hizi kupitia vyombo vya habari pia na vitabu? Yes, kwa asilimia kabisa, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba tutateka watu wengi, kwa sababu mtu anavutiwa na kitu kulingana na jinsi gani watu wanavyofanya kampeni zao. Na nafikiri kwamba kupitia TV Tanganyika, kama jinsi mmekuja kututembelea katika ofisi zetu hizi, nafikiri kufikia 2025 tutawateka watu wengi, kwa sababu wengi watatusoma, wengi watatufuatilia, wengi watataka kujua Chuba ni nini, na nafikiri watu wengi watahamasika na kujua kwamba Chuba ni kitu gani, ili wajue mila na desturi na za Wabembe zilikuwaje hapo awali. Ni vitabu vingapi ambavyo umekwisha vitoa ambavyo viko tofauti? Maana hicho hapo nimeona ni cha ndoa za asili, pia kuna vitabu vingine vya aina zipi ambazo vipo? Kitabu cha kwanza ambacho tumeanza kukitoa ni kitabu cha ndoa, na kitabu cha pili ambapo sasa hivi tutakitoa hivi karibuni ni kitabu ambacho kinaitwa kwa lugha yetu ya asili ya Ebembe, ni Mbembe na Abecha Pungu. Mbembe na Abecha Pungu. Hicho ndio kitabu ambacho tutakachokitoa. Baada ya hapo kuna kitabu kingine ambacho kitakachofuata, ni kitabu ambacho kitakusanya taratibu za misiba pamoja na lokole, ile ambayo tunaita katika Kiswahili tohara. Na Kiswahili kingine cha chepesi watu wanasema jando. Yes. Kwa hiyo hicho ni kitabu kingine kitakachotoka. Na kuna kitabu kingine ambacho tunakiandaa pia cha mito, majina ya milima, kuna majina ya wale mashujaa wetu wa vita, na kutakuwa pamoja na vitendawili na vishinde kwa lugha yetu ya asili ya Ebembe tunaita vishinde. Hivyo navyo kitabu. Ina maana kwa maximum kuna vitabu takriban 4 ambavyo bado vipo mezani, havijapata support yoyote, na ndio maana bado tumeviweka kabatini. Kitabu cha ndoa ya asili kiliwachukua muda wa miezi mingapi kukikamilisha? Kitabu cha mila na ndoa ya asili, nafikiri kwamba kimetuchukua muda wa kutosha, takriban miaka 2-3 hivi kukikamilisha. Uzito ulikuwa wapi kwa kutokamilika zaidi au kutokamilika kwa mapema zaidi? Ni uzito ulikuwa wapi au shida ilikuwa wapi? Shida ilikuwa ni uhaba wa pesa. Maana kuandaa kitabu mpaka ifikie stage ya watu kukisambaza inaomba support. Kwa hiyo tulikuwa na uhaba wa pesa, ndio maana tumekuwa na uzito wa kukitoa kwa haraka. Okay, asante sana. Vitabu ulizungumzia Abecha Pungu, Mbembe na Abecha Pungu. Mbembe na Abecha Pungu. Na baadhi vipo vingi tu ambavyo umekwenda kuvizungumzia hapo. Vitawanufaishaje watoto wa Kibembe hivyo vitabu? Nafikiri kwa asilimia vitawanufaisha, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema hapo awali ya kwamba
mmomonyoko wa maadili ya mila na desturi ya Wabembe umepotea kwa kiasi kikubwa. Ndio. Lakini pale ambapo mtu atakapokuwa akipata kile kitabu, amekinunua na anakipitia kwa kusoma kujua mila ya Mbembe ikoje, nafikiri kwamba kitahamasisha watu wengi na watu watajua mila na tamaduni za Wabembe zilikoje na zilikuwaje hapo nyuma. Na wapi tumepotea na tumeachana na mila. Okay, katibu, unajua Achuba ina government yake yote ambayo imeenea. Ina mapresida, ina mpaka yani si mpaka chini huko. Kwa nini mulianza na kitabu cha ndoa? Naam, kitabu cha ndoa kama tulianza ni kwa sababu ya kuona zaidi sana mmomonyoko wa tamaduni zetu za Wabembe kuhusu ndoa umepotea kiasi kikubwa sana. Na kwa hivyo tumekuja kuona ya kwamba ndoa hazidumu kama zilivyokuwa zikidumu hapo awali. Na unajua ndoa ni msingi zaidi sana. Kama sisi tumefikia kuwepo hapa, na kama unanisikia mimi ninavyosema hapa, ni kwa sababu mama yangu na baba yangu walidumu katika ndoa. Sasa kuja kuona katika wakati huu mila zimepotea, watu hawaheshimu tena ndoa, watu hawataki kuishi kama ndoa, wanafanya kama ni mchezo. Sasa tukaona hapana, cha msingi ngoja tuanze na kitabu cha nini, cha ndoa, ili kwamba labda kinaweza kikasaidia baadhi ya watu wazingatie katika ndoa zao. Kama nilivyosema, nikirudi nyuma kidogo, swala la ndoa hilo tuliweza kulizungumzia. Hasa pale tukiangalia vizuri, awali baba ndo alikuwa akimtafutia mtoto wake kwa kumuoa. Lakini sasa hivi wanajichukulia tu, na hata ikifanya miaka 5 hiyo ndoa ni kama vile inafanya miaka 10 tuseme. Je, watu tena watarudi katika ule mstari wao wa kuweza kutafutiwa wake na baba zao? Yes, nafikiri kwamba ngoja kwanza nifanye na kitabu hivi nikionyeshe kabisa. Ndio. Nafikiri kwamba kila kitu kina utaratibu wake na mpangilio wake. Ndio. Watu kurudi katika utaratibu wa kusema kwamba warudi ili mtu kutafutiwa mke na baba yake, ni mtu kuwa na heshima na baba yake. Ukiheshimu kile ambacho baba yako atakapokuambia kwamba mwanangu, mimi ninavyozingatia mila kwamba ni must ni kuambie nenda ukaoe mtoto wa fulani, nenda ukaoe mtoto katika familia fulani, na yule mtoto akizingatia kwa heshima na taazima kutoka kwa wazazi wake, nafikiri kwamba hilo litawezekana. Asante. Nikirudi kwako msemaji, ni neno lipi ambalo unakwenda kulitamka mbele ya Wabembe wote wanaokutazama ulimwenguni kupitia Tanganyika TV? Asante. Tutasema kupitia Tanganyika TV kwa Wabembe wote wanaotusikia, tuna neno ambalo tunalisema, ni lazima Wabembe wote watuunge mkono. Ndio cha kwanza hicho, watuunge mkono, kwa sababu tuweze tena kurudilia mila na desturi zetu. Na pia tunaomba msaada wao wa mawazo. Wanaweza kutusaidia, na wanaweza kutusaidia hata kwa yale ambao sisi hatuna uwezo wa kupata, kwa sababu kazi tunayo iona mbele yetu ni nyingi sana, tena kubwa, na kwa hiyo bila msaada wa watu wengine tunaona hatuwezi lolote. Kwa hiyo Wabembe wote wanaotusikia ni lazima watuunge mkono, tushirikiane kwa pamoja, watoe pia mawazo, watuletee mawazo pamoja na misaada yao, na hicho tunaweza kusema. Asante sana. Vipi kuhusu lishe ya hapa? Na yenyewe pia mnaomba huo msaada hivyo tuseme? Tunaweza tukaombe msaada kwa yeyote yule wa moyo mwema, anaweza akatusaidie na tutafurahi tu. Naam, asante sana mtazamaji wa Tanganyika TV. Nafikiri mengi umekwenda kuyasikiliza na mengi umekwenda kuyaona. Wewe ambaye ulikuwa ukinitazama na bado na shauku na watu wa Achuba, vitabu vipo design nyingi sana, na kama alivyosema msemaji, bado kuna baadhi ya vingine ambavyo vipo njiani kwa kwenda kukamilika. Naomba usiangushe mila yako, endelea sana kushikilia mila yako, maana naam, umekisahau kidogo. Yes. Naam. Labda tu kwa kuongezea kama jinsi alivyosema msemaji wetu, Ndio. mimi naweza nikasema kuongezea kila alichosema kama kuhusu support.
ni kwamba tunaomba support kwa wabembe wote wanaoishi katika kona 4 za dunia. Ndio. Kwamba kazi tunayoifanya sio kazi rahisi, ni kazi ngumu na inahusu wabembe wote popote pale walipo. Kwa hiyo tunachokiomba zaidi sana ni support. Maana kama nilivyotangulia kusema hapo awali, nimesema kwamba eti kuna vitabu takriban 4 vipo hapo lakini bado havijafanywa nini kazi. Ndio. Kwa hiyo tunaomba support kwa wabembe wote wanaotusikiliza katika muda huu, watusaidie, watupe support. Tuna address email yetu, tuna namba za simu, nafikiri kwamba utazipata na mtazipeleka kwa mawasiliano zaidi kwa watu, ili kwamba wala atakapokuwa na maswali na kutaka kutuuliza na kujua Achuba ni nini, watatupata kupitia hiyo address email yetu pamoja na namba za simu zetu za ofisi. Pia kama jinsi tulivyosema kuhusu hii kazi tunapokusanyika hapa ndio tunakunywa kahawa. Na kahawa hiyo tunayokunywa ili kutathmini, kuambia wazee watoe yale maneno ya mila na desturi. Tunakunywa kikombe cha kahawa ndio kinahamasisha na kutoa maneno yale ambayo yalikuwa yamefichama, ili kwamba tujue nini tunaweza kufanya. Kwa hiyo tunakusanya wazee ili kuwaweka pamoja, lazima waonye nini kahawa. Na kama nilivyosema msemaji wetu ni kwamba kahawa hiyo inatolewa kwa pesa za mifuko yetu. Mtu anauza kitu kidogo anapata 1000, kale 1000 anakuja kununua kahawa. Kwa hiyo pia tunaomba support kwa watu wote wanaotusikia kwamba watusaidie hata pia hii kahawa ambayo tunayozungumza. Kama jinsi mnavyoona wazee wote watu wako hapa hivi, ndivyo wanavyofanya kazi hii, na tena kwa uweledi mkubwa sana. Ndio. Pia sio hawa tu, ni wachache sana ambao wamefika, lakini tupo zaidi ya 100 na wanamemba wengine wenzetu wanaochukua wanamemba wako katika nchi zingine tofauti. Na pia tunaomba yeyote anayetaka kuwa mwanamemba wa Achuba aje, tumemkaribisha, tuko pamoja. Au hata yupo nje ya Tanzania, hawe nje hapa kambini, lakini tunamkaribisha kwamba eti haja aungane na sisi kwa pamoja ili Achuba tuendeleze kwa pamoja. Ni hilo tu mtangazaji. Okay, asante sana. Labda kuna mwingine wa kuchangia katika msururu wa wazee hapa ambao nimeona wamedamsh kidogo, wamependeza sana. Labda kuna wazo lingine kutoka kwenu? Okay, naam. Tayari umekwisha kupata mengi, umehabarika mengi, na pia umekwenda kusikiliza mengi sana ambayo yatakunufaisha wewe na familia yako. Kizazi nenda kizazi rudi, wataweza kunufaika vingi sana. Mimi niseme tu shukrani kwako wewe ambao ulikwenda kupoteza muda wako kwa kututazama kuanza mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na mimi Elengelela Msambia Charles. Unaonitazama usikose kulike na kusubscribe channel yetu ya Tanganyika TV. Kwa pamoja tukupashe.